Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi anasema ameridhishwa na hatua zilizopigwa katika mazungumzo na Marekani juu ya mashauriano zaidi ambayo yanaendelea na yanahitajika. Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran, amesema ameridhishwa na hatua zilizopigwa hadi sasa katika mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja kati ya Iran na Marekani. Araghchi ameeleza hayo mbele ya waandishi wa habari baada ya duru ya tatu ya mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja kati ya Iran na Marekani kumalizika huko Muscat, mji mkuu wa Oman. Anasema, nimeridhishwa na hatua zilizopigwa katika mazungumzo na kasi yake yanaendelea vizuri na yanaridhisha. Hata hivyo, amesema kuwa pande zote mbili zimedhamiria kufikia makubaliano. Ilikuwa ni dhahiri kwamba pande zote mbili zilikuwa na jadi na ziliingia katika mazungumzo kwa dhamira ya dhati. Hata hivyo, Araghchi anaamini kwamba makubaliano yatafikiwa licha ya kwamba kumekuwa na chokochoko zinazotoka kwa mataifa kama vile Israel ambayo ina mpango wa kufanya shambulizi katika vinu vya nyuklia, licha ya jeshi la Iran kusema kwamba itavilinda vinu hivyo vya nyuklia na vipo katika ulinzi mkali. Aliwahi pia kusema rais wa Iran Masoud Pezeshkian, akisema kwamba moja kati ya eneo ambalo Israel itashindwa katika nyakati hizi ni kufanya shambulizi katika eneo la miundombinu ya nyuklia ya Iran, huko Urusi ikitoa onyo kali kwamba ole wake Israel ishambulie katika miundombinu ya nyuklia ya Iran. Na wachambuzi wa mambo wanasema huenda hili ndilo ambalo linaipa kiburi Iran katika kuhakikisha inazungumza lolote wakati wowote. Mwanadiplomasia huyo wa ngazi ya juu wa Iran ameeleza kuwa pande mbili za Tehran na Washington zimekubaliana kufanya mashauriano zaidi katika miji mikuu ya nchi zao ili kupata njia za kutatua hitilafu zilizopo. Zipo tofauti kati ya nchi zetu mbili na ni kuhusu masuala muhimu na mahususi, amesema Araghchi. Kuna masuala ya hitilafu kati ya mataifa hayo mawili katika masuala muhimu na mahususi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema duru ya 4 ya mazungumzo itaongozwa na yeye na Steve Witkoff, mjumbe wa rais wa Marekani Donald Trump, kwa kujumuisha pia wataalamu wa pande zote mbili. Araghchi ameongeza kuwa wataalamu wa masuala ya uchumi walihudhuria kwa mara ya kwanza katika mazungumzo ya siku ya Jumamosi huko Muscat nchini Oman, na kwamba wataalamu kutoka wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA huenda wakashiriki duru ijayo ya mazungumzo ambayo itawakutanisha tena viongozi pamoja na wanadiplomasia kutoka nchini Iran na wenzao kutoka nchini Marekani. Basi mtazamaji, hayo ndio tuliokuwa nayo, lakini pia nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.